Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nataka kuuliza swali. Unajua sasa hii ukifanya DNA test kwa wanawake wa Kikuyu, fanya DNA test kwa wanawake wa Kikuyu, utapata 99% watoto ambao wanazaa si wa Kikuyu. Wengi hao watoto utapata ni Wakale, Wakamba, Wajaluo, Waluya. Wengi yao 10% utapata ni wa Kikuyu. Endo fanye research yako. Wanawake wote wa Kikuyu ambao wamezaa wako na watoto, wako Nairobi, wako wapi, endo fanyie DNA test hao watoto wao. Boss, utashangaa watoto wengi wako wa Kikuyu kwa watoto. Hata wewe kama uko na bibi Mkikuyu, ukisikia kuna watoto, endo fanye DNA test hao watoto. These people are dangerous. Kwa kuzaa na kabila zingine wako number 1, wanaongoza 100%. Kwa sababu waume wao hawana hizo nguvu. Unanipata? That is the blunder number 1. Ndio maana nasema that is the blunder number 1. Wewe ndio fanya DNA test au Wakikuyu wanawake, utapata 90% au watoto damu yao si ya Kikuyu pure. Utapata Mkamba iko hapo ndani, Mluya iko hapo ndani, Mjaluo wako ndani, Mkale wako ndani, Masai wako ndani. Ndio fanya. Kana wale wanaongoza kwa hao waka ni Wakamba na Wakale na Wajaluo. Hao ndio wanaongoza kwa Kikuyu. Ndio fanya DNA. Mimi nakwambia kweli. Mimi si mambo naonea, wala si mambo nawachukia, wala si mambo siwataki, wala si mambo sio ukabila, si mambo ya nini. Ukweli sema wewe. Wakikuyu watoto wanazao ukifanya DNA test wengi yao si wa Kikuyu. Hawana damu ya Kikuyu sana. Ndio waangalie. Kwa sababu wamezao wamepotea kwa chang'aa. Ni wao wamepotea kwa pombe. Hiyo ndio reality ambayo iko. Si mama nawawekea. Na kweli. Utapata Wameru wamejaa hapo, hata nimesahau Wameru. Wameru wamejaa hapo kwa hiyo nini yao. Watu wengine wanafanana na Uborani. Watu wengine wanafanana na Wazungu. Endo fanye DNA bro. Endo fanye DNA. Ndio kuja ongea. Endo fanye DNA ndio kuja ongea. Hao wako na watoto different rangi tofauti. Si mimi nawaonea, hiyo ndio reality ambayo iko. Na hiyo ndio kitu iko kwa ground. Lakini acha pashare wao, unaona Peter Kenya, tunaona pia wanafanana na Wazungu. Kwa sababu hiyo ni nature yao. Hao ni kusambaza. Na si mimi nawaangizia. Na hii ni football. Hii football imewakea hawa. Hii tunaongea tu kifootball. Enda. Na sijasema wanafanya vizuri au wanafanya vibaya. Hao ndio najua. Lengo yao ni kuzaa na kabila zingine, hao ndio najua. Saa nyingine watafuta mbegu. Wanapenda kutafuta mbegu. Wanataka wale meunga tall. Hao wanatafutanga mbegu. Sura mtoto anachukua yake. Yeye anatafuta mbegu. Anataka tall handsome. Ndio angalia bana. Hiyo kitu lazima tuseme. Lazima tuseme. Wakikuyu bana, watoto hao si pia Wakikuyu. Fanyeni DNA bana. Fanyeni DNA. Kwanza hao unajua si wife material.
Hawa si wife material. Hawa si wife material. Hawa si wife material. Kikuyu si wife material. Mtu anakuoa kwa sababu ya lengo fulani, hautakaa na yeye. Wife material anajulikana bana. Ukitaka wife material anapatikana tu kwa Nilots. Kama Bantu iko ni mbili tu. Mijikenda, Kamba, and Luya. Some Kisi pia can be wife material. Lakini Kikuyu si wife material. Si wife material. Si wife material. Kabisa. Hata kama watu nasemanga kama wanani. Kikuyu hapo ni tofauti. Kikuyu unajua wanatafuta mbegu. Hao wananunua paka sperm 500, 400, 300. Ndio aenda awekewe azae. Hataki mwanaume. Hiyo ni biashara unafanya baba. Na wanatafuta mbegu. Na zinauzwa. Zinauzwa. Hao watu wanaenda kununua sperm. Hao Kikuyu unaona. Wananunua sperm. Kwa sababu anatafuta mbegu. Anaambia daktari, tafuta mbegu, nitafute handsome, tall. Wewe unasema nini? Wewe unasema nini? Kana watu ndio ujue watu. Kana watu ndio ujue watu. Tembea ndio uone. Hawa wanatafuta mpaka mbegu, wananunua mbegu ya wanaume. Anaenda kuotesha mbegu ya Mluya pale. Unamonyesha picha yake, nasema mbegu ndio hii, mbegu ya Mjaluo, mbegu ya Mkale, mbegu ya Mkamba, mbegu ya Mzungu, mbegu ya Oria, mbegu ya Borani, mbegu zote hao wananunua. Masai. Kawaida yao. Sio, nimemaliza hiyo topic hivyo.